Waligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa habari tukijuze yale yaliyojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nitaka kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa na Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA yatakiwa kuhakikisha mafunzo yake yanakidhi mahitaji. Wananchi mkoani Shinyanga wahimizwa kuendelea kulipa kodi kwa hiari. Na katika habari za kimataifa, kundi la waasi wa M23 lasisitiza kutoshiriki mazungumzo ya amani mjini Luanda nchini Angola. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameiagiza mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kuhakikisha mafunzo yake yanakidhi mahitaji ya soko la ajira na kuendana na mabadiliko ya teknolojia. Rachel Chacha ameenda taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo katika ufunguzi wa kilele cha maadhimisho ya miaka 30 ya VETA, Majaliwa amesisitiza ushirikiano kati ya VETA, Wizara ya Elimu TAMISEMI na Wizara ya Viwanda na Biashara ili kuhakikisha vyuo vya ufundi vinavyojengwa vinakamilika haraka na kutoa fursa kwa vijana, huku akiwataka wazazi kuhamasisha watoto wao kuchangamkia fursa za mafunzo ya ufundi. Tunapoadhimisha miaka 50 ya mfumo wa kitaasisi wa kiserikali na usimamizi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, na tunapoadhimisha miaka 30 ya VETA, tunapata fursa kutafakari mabadiliko ambayo tumeyaona na jinsi tutakavyoweza kuyaboresha zaidi. Tumieni fursa ya maadhimisho haya kuweza kuweka mwelekeo wa kitaifa, kutoa ushauri wa namna kuboresha mafunzo stadi hapa nchini kwa wadau wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini. Hakikisheni kwamba mafunzo yanayotolewa yanazingatia mahitaji halisi ya soko la ajira. Mahitaji ya soko la ajira tunayajua kwa kufanya tafiti za mara kwa mara kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa. Katika zama hizi zenye kasi ya maendeleo ya teknolojia, naye Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameeleza kuwa kwa kipindi cha miaka 30 VETA imepanuka kutoka vyuo 14 mwaka 1995 hadi 80 mwaka 2025, huku sekta za mafunzo zikiongezeka kutoka 10 hadi 13, zikihusisha fani 89 muhimu kwa uchumi wa viwanda, na kusisitiza kuwa mafanikio hayo yamechangiwa na ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi. Katika miaka hii tunayoadhimisha, jambo moja kubwa ambalo ningependa niliseme ni kuzidi kuimarisha mfumo wa utoaji wa elimu ya ufundi na ufundi stadi hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na yote yaliyoelezwa, idadi ya watu waliosoma na idadi ya vyuo, bado serikali inatoa ruzuku kubwa sana katika utoaji wa elimu ya VETA. Kwa mfano, ukienda kusoma VETA, unalala bwenini, unakula mle mle na unasoma, ada yake ni shilingi 120,000. Ukiwa unafanya day, unalala nyumbani, unaenda chuoni, ada yake ni shilingi 60,000. Kwa kweli ukiangalia gharama za uendeshaji na ada inayolipwa, ruzuku ya serikali ni kubwa sana. Na kama ambavyo imeelezwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi kubwa sasa hivi ni kutekeleza maelekezo ya Rais wetu kwamba tumalizie kujenga VETA katika wilaya zote. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa VETA CPA Anthony Kasore amesema dhamira ya taasisi hiyo ni kuwawezesha vijana kupata ujuzi wa kisasa kwa ajili ya kujiajiri na kuajiriwa, hivyo kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa, huku mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo Husna Sekiboko akiitaka serikali kuongeza bajeti ya sekta ya ufundi stadi ili kusaidia ujenzi wa vyuo vya ufundi na kupanua wigo wa mafunzo kwa vijana wengi zaidi. Eneo hili la ujuzi limekuwa ni muhimu sana kwa taifa letu, lakini pia tunaishukuru serikali kwa kuzidi kuweka mkazo. Tumeonyesha vyuo ambavyo vimetoka kuanzia mwaka 94 na mpaka sasa hivi tuko na vyuo 80 na tunaenda kuwa na vyuo 145. Hivyo ni vyuo vingi katika kila mkoa na kila wilaya, lakini tunatambua serikali imetumia gharama kubwa kufanya ujenzi huu ambao mwisho wa siku unaenda kuhakikisha kila Mtanzania anaenda kupata ujuzi, anaenda kupata fursa ya kuweza kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, shughuli za kijamii zitakazomwezesha kupata kipato. VETA ilianzishwa mwaka 1994 kwa lengo la kuandaa vijana kwa ujuzi wa kazi unaokidhi mahitaji ya soko la ajira na kuchochea maendeleo ya viwanda nchini. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo.
Kampuni ya Airtel Tanzania kwa kushirikiana na UNICEF imeanzisha mradi wa Airtel Smart Wasomi unaowezesha shule 50 za sekondari eneo la Ukonga, Dar es Salaam kupata mtandao wa internet kwa kasi, mradi ambao unatekelezwa kwa lengo la kuunganisha shule 3000 za sekondari na elimu ya kidijitali kwa kipindi cha miaka 5. Taarifa iliyoandaliwa na Ellen Manyangu inasomwa na Nancy Ibrahim. Jerry Slaa ambaye ni waziri wa tehama na mbunge wa jimbo la Ukonga ameeleza kuwa mradi huo unasaidia kufikisha malengo ya serikali ya kuboresha elimu kwa kutumia mifumo ya kidijitali, na kusisitiza kuwa kupitia mradi wa Airtel Smart Wasomi itawezesha walimu na wanafunzi kupata vifaa vya kujifunzia kwa urahisi. Jackson Mbando, meneja uhusiano wa umma kutoka Airtel Tanzania, ameeleza kuwa mradi huo umefanikiwa kufunga router za Airtel kwenye shule 50 za sekondari eneo la Ukonga. Lengo ni kuendelea kufunga vifaa hivyo kwenye shule 3000, na kwamba kupitia maktaba ya Taasisi ya Elimu Tanzania TIE, wanafunzi na walimu wataweza kupata vitabu na nyenzo kwa urahisi. Ikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba shule 3000 za serikali zinafungiwa vifaa hivi, na walimu na wanafunzi katika shule zetu 3000 za sekondari wanaweza kupata material haya bure. Material ambayo tayari tumeshaweka kwenye zero, yani tumefanya zero rating, kwamba hakuna kuchajiwa mwalimu au mwanafunzi akiweza kusoma katika hiyo mitandao iko ya shule direct, pamoja na material ambayo yako kwenye taasisi yaliyowekwa na taasisi ya elimu, yani maktaba mtandao ya taasisi ya elimu TIE, ambapo tumegundua walimu wetu imekuwa ni nyenzo yao kubwa sana ya kuweza kufundishia. Hivi karibuni tulishuhudia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano pamoja na Wizara ya Elimu. Naye Musa Ali, mkuu wa idara ya elimu ya sekondari Ukonga, amesisitiza kuwa uwepo wa mtambo wa kasi utaboresha ufundishaji wa masomo ya sayansi yakiwemo fizikia, kemia, biolojia na hisabati, na kuomba walimu kutumia vyema fursa hiyo kwa manufaa ya wanafunzi. Sisi walimu tunathamini sana mchango wa Airtel, na ulinidokeza ukasema kwa kuwa walimu, kila mwalimu aliyoko shuleni alipewa kishikwambi, na kwa kupitia kishikwambi hicho Airtel watakuwa tayari kumpa bando, kumpa na laini, ili kwenye kuunganishwa kwa mawasiliano haya awe tayari kutumia akiwa shuleni kwa ajili ya kufundisha na kujifunzia. Walimu hoye! Walimu wenzangu, hiyo ni fursa, tuitumie vizuri, na Airtel sisi hatuna cha kusema. Mlichokifanya ni kucompliment jitihada hizi kubwa za serikali hii ya awamu ya 6. Hongereni sana Airtel. Najua muda mfupi ujao tutakabidhiwa vifaa kama ilivyoelekezwa kwa ajili ya kutufungia mawasiliano ya internet kwenye shule zetu za sekondari za jimbo la Ukonga, na hapa umeahidi kwamba tukileta shule zote za Ilala basi tutakuwa tayari kukufungia. Tupigie makofi sana. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na Ellen Manyangu. Naibu Waziri Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Deus Sangu, amewataka maafisa rasilimali watu nchini kujiepusha na vitendo vya rushwa wakati mtumishi wa umma anapokuwa akihitaji kushughulikiwa changamoto iliyonayo. Emmanuel Meshak ameenda taarifa zaidi. Sangu ameyasema hayo alipokuwa akifungua mafunzo ya siku 2 ya maafisa rasilimali watu na wanasheria kutoka katika mikoa 9 ikiwemo mikoa ya Kanda ya Ziwa, yanayofanyika katika ukumbi wa Chuo cha Benki Kuu jijini Mwanza. Jambo ambalo limezuka hivi karibuni, rushwa. Jambo lingine, rushwa. Hili nalo limekuwa tatizo kubwa. Mtumishi wa umma ili asaidiwe hasa kwenye kutoka kwa mikopo, hapitishiwi baadhi ya wenzetu kwa wana roho mbaya. Hiyo tunaita roho mbaya. Mtumishi mwenzako ana kajambo kake huko, anauguliwa na matatizo yake ya kifamilia, top up, unamzungusha tu. Kuna mahali najua mmefanya kazi nzuri wakurugenzi, hamlichukua chuo. Yaani wako hapa mawatumishi wenyewe kazi yao ili jambo lake liende hata uende kumpa hela. Na ndio maana unaona hizo arrears, kupandishwa sijui madaraja, decategorization zina stack. Wale wanaotoa chochote mahala pengine mambo yao yanaenda haraka. Wewe ukifika pale wanakuambia subiri wewe, hata kwenye mpango wa mwaka huu hatutakuweka. Naomba niwasisitizie tena, twende tukatende haki. Kwa upande wake, kaimu katibu mkuu katika wizara hiyo,
Silasi Kapinga ameeleza lengo la mafunzo hayo ambapo ni kuelimishana na kujadili changamoto mbalimbali wanazozipitia ikiwa ni pamoja na kuzitafutia ufumbuzi. Washiriki kama ilivyoelezwa awali, kulikuwa na kasumba ya kutokufuata sheria, kanuni na miongozo, waraka mbalimbali zinazotolewa. Aidha, kwa kutambua hilo, vikao kazi mbalimbali vimekuwa vikiandaliwa kwa lengo kuwafanya watumishi wawe na uelewa pamoja juu ya sheria, kanuni na miongozo. Na hii ndio lengo la kikao hichi cha leo. Vikao vimekuwa vikifanyika kwa uwakilishi mchache, na katika utekelezaji umeonekana message ifiki kwa usahihi. Ndio maana kama tulivyoelezwa, lengo la kikao hichi tumetumia mfumo wa kanda na kupata uwakilishi mpana ili message ifike kwa wakati. Naye kaimu katibu tawala mkoa wa Mwanza Daniel Machunda amesema kuwa mkoa wa Mwanza unaendelea kutekeleza vyema sheria ya utumishi wa umma ikiwa ni pamoja na kutatua changamoto za watumishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wana Mwanza tunaendelea kutekeleza sheria ya utumishi wa umma, kanuni na taratibu zinazosimamia utumishi wa umma, na tunatekeleza kwa vitendo kabisa. Kwa hiyo watumishi wetu, mheshimiwa mgeni rasmi, wanawajibika ipasavyo, na wale ambao hawawajibiki ipasavyo basi tunawachukulia hatua kwa mujibu wa sheria ili kufanya utumishi wa umma kuwa imara na kutoa huduma bora kabisa kwa wananchi. Na mheshimiwa mgeni rasmi, tumejitahidi sana kushughulikia kero mbalimbali za watumishi katika mkoa, yani kwa mamlaka zetu za serikali za mitaa 8 pamoja na RS. Asante sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo. Ikiwa zimesalia siku mbili waziri mkuu kufunga maadhimisho ya siku ya misitu duniani ambayo kitaifa yatafanyika mkoani Njombe, jamii imeendelea kuhimizwa kupanda miti kwa wingi ili kutunza mazingira na kuchangia pato la taifa. Taarifa zaidi na Ibrahim Mlele kutoka Njombe. Akisoma taarifa mbele ya mkuu wa wilaya Njombe, afisa misitu wilaya Njombe Felista Miho amesema kuwa licha ya kuchangia katika pato la mkoa wa Njombe, lakini misitu imekuwa na faida kubwa katika halmashauri ya wilaya Njombe, ambapo amesema kuwa 80% ya mapato yanayokusanywa ndani ya halmashauri hiyo yanatokana na rasilimali misitu. Halmashauri ya wilaya ya Njombe imekuwa ikitegemea kwa zaidi ya 80% ya mapato kutoka kwenye mazao ya misitu. Hivyo ni chanzo kikuu cha mapato. Kwa mwaka takriban ya mapato ya mazao ya misitu ni shilingi bilioni 2.9 hadi bilioni 3. Changamoto. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, halmashauri ya wilaya ya Njombe inakabiliwa na changamoto zifuatazo. 1. Uanzishaji moto holela kwa baadhi ya wananchi wakati wa kuandaa mashamba na uwindaji. Hali hii inapelekea kuteketea kwa mashamba ya miti na rasilimali nyingine. 2. Uvunaji wa miti michanga ambayo haijakomaa. Akizungumza na wananchi wa wilaya ya Njombe waliojitokeza katika upandaji miti, mkuu wa wilaya ya Njombe amezitaka kamati za vijiji zinazohusika na udhibiti wa moto kichaa kuwa sehemu ya kutoa elimu kwa wananchi juu ya madhara ya uchomaji moto hovyo. Na wananchi wa Njombe hawa maisha yao wanategemea miti. Wanaendesha kwa kuuza mbao, kwa kuuza nguzo, wamepanda miti sana. Kwa sisi tumekuja kuongezea nguvu kidogo, lakini jukumu hili wanajua vizuri. Kwa hiyo tuendelee kuhakikisha kwamba miti tunailinda. Lakini sambamba na hapo lazima tuhakikishe kwamba tunazuia uchomaji wa moto kiholela kwenye maeneo yetu. Kamati zile ambazo zimeundwa kwenye kila vijiji basi ziendelee kuundwa na kuimarishwa ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti moto kichaa kwenye maeneo yetu. Tuzuie hiyo hali ili tulinde misitu yetu, lakini tulinde utajiri wetu ambao Mungu ametupa. Sereboni Mushi ni mkurugenzi msaidizi kutoka idara ya misitu. Amesema kuwa serikali bado inaendelea kuweka mikakati rafiki ili kuongeza thamani ya mazao yanayotokana na misitu. Miti ambayo tumeipanda, tuone ni mikakati gani ambayo tunakuja nayo kama nchi kwa ajili ya kuongeza thamani yale mazao ambayo yanatokana na upandaji wa miti ambao wenyeji wa mkoa huu na nyanda za juu kwa ujumla wake zimekuwa ni juhudi endelevu na za muda mrefu. Kauli mbiu ya pili ambayo ni ile kauli ya kidunia inayosema chakula na misitu ni wazi, na nimesikia kwenye hotuba mbalimbali ambazo zimesomwa hapa. Wananchi wa hapa wanapanda miti, inawezekana miti ile ambayo ni kwa ajili ya kupata kipato, lakini sasa tunatakiwa pia tuongeze nguvu kwenye miti ambayo watapata lishe,
kwa ajili ya kupata nguvu zaidi, kwa ajili ya kuweza kuendelea kusoma na kufanya mambo yao mazuri zaidi. Emmanuel Msofe ni afisa misitu mkuu kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii. Amesema kwamba kuelekea kilele cha wiki ya misitu duniani, maandalizi yote yako sawa, huku akiwakaribisha wananchi wa mkoa wa Njombe katika viwanja vya Sabasaba mjini Njombe. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa. Kwa hivyo tunawahimiza wananchi wote asibaki hata mmoja, wote kuweza kushiriki. Misitu imetajwa kama kiungo mkubwa katika uchumi wa mkoa wa Njombe. Halmashauri ya wilaya ya Njombe wanaeleza kwamba zaidi ya 80% ya mapato yanatokana na rasilimali misitu. Kutoka Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim Mlele kwa taarifa hiyo tokea hapo Njombe. Mwakilishi wa Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Sebastian Inoshi amekabidhi mabweni ya Uhuru na Jamhuri chuo cha ualimu Shinyanga iliyofanyiwa ukarabati na Sheikom Almin Marathon, ambapo pia ni wanafunzi waliosoma katika chuo hicho. Mwamvita Mkondo ameenda taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Akikabidhi mabweni hayo, mwakilishi wa Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Sebastian Inoshi amewataka wanafunzi wa chuo cha ualimu Shinyanga kuitunza miundombinu ya majengo hayo yaliyogharimu fedha nyingi ili iweze kudumu na kuleta tija kwa kuwawezesha wanafunzi kuwa katika mazingira mazuri. Pokea mradi huu kwa mikono miwili na kwa heshima kubwa. Ni matumaini yangu kwamba mabweni haya yatatunzwa vizuri ili yaweze kuendelea kutumika kwa muda mrefu kwa manufaa ya wanafunzi, walimu na jamii kwa ujumla. Kweli mmeonyesha mfano bora wa kujitolea kwa maendeleo ya sekta ya elimu. Hongereni tena sana. Serikali yenyewe peke yake haiwezi, lakini pia inaweza ikafanya kwa kiasi chake. Ila ni wajibu wa sisi wote kuona tunataka walimu, tena walimu bora watakaofundisha. Taifa lililoelimika huwa maendeleo yanapimwa kwa kiwango cha elimu ya watu wa nchi hiyo. Awali akitoa taarifa ya ukarabati wa mabweni hayo, Katibu wa kamati ya Sheikom Almin Marathon Josta Dominic amesema jumla shilingi milioni 124.2 zimetumika kukarabati mabweni hayo na miundombinu yake, huku akiwahimiza wananchi kuendelea kushiriki kamilifu katika kukisaidia chuo hicho. Tunapokabidhi mradi huu wa ukarabati wa mabweni haya ulioanza Novemba 11, 2024 umegharimu shilingi milioni 124,275,892, kazi iliyofanywa na Suma JKT kanda ya Ziwa Magharibi. Mafanikio ya ukarabati bweni la Uhuru na Jamhuri. Kiasi cha fedha shilingi milioni 124,275,892 kimetumika kufanya marekebisho muhimu. Tunawahimiza wananchi wote kuendelea kushiriki kikamilifu katika kusaidia chuo hiki. Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi wa vyuo vya ualimu nchini Elias Mageni amesema hatua ya ukarabati mabweni hayo kwa kukusanya fedha kwa wanafunzi ambao waliwahi kusoma katika chuo hicho wameonyesha uzalendo, akisema vyuo vingi vimechoka na vinahitaji ukarabati. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Usimamizi wa vyuo vya walimu hivi viko 35 kwa sasa ambavyo vinafanya kazi ya serikali, na cha 36 bado kinategemewa kianze mwaka huu, na kama mlivyosikia historia hapa, hiki kilianza mwaka 65. Kwa hiyo vingine, kuna chuo kimeanza mwaka 1922, vingine 28. Unaweza ukaona ni kwa kweli vimeanza kufanyaje, vinachoka, vimeanza kuchoka, vinahitaji ukarabati wa hapa na pale mkubwa tu. Kuu la kufanyika kwa matembezi hayo ilikuwa ni kukusanya fedha za ukarabati wa miundombinu ya chuo chetu cha ualimu hapa tulipo. Leo hii tumekusanyika hapa kushuhudia na kusherehekea pamoja mafanikio yaliyotokana na umoja wetu sisi sote. Ama kweli umoja ni nguvu. Ripoti kutoka mkoani Shinyanga, mimi ni Mwamvita Mkondo wa TV. Asante sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo tokea hapo Shinyanga. Shirika la Viwango Tanzania TBS limeeleza kuwa katika kipindi cha kuanzia mwezi Julai hadi Disemba mwaka 2024 limeteketeza bidhaa zenye thamani ya shilingi bilioni 1.5 ambazo zilikuwa chini ya viwango vya ubora kwa lengo la kulinda afya za wananchi. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anatuarifu zaidi. Hayo yameelezwa hii leo jijini Dodoma
na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Dr. Shura Katunzi, ikiwa ni mwendelezo wa taasisi kutoa taarifa kwa waandishi wa habari kuhusu mafanikio ya miaka minne ya serikali ya awamu ya 6. Hata hivyo, Dr. Katunzi amebainisha kuwa shirika hilo linatumia mifumo ya TEHAMA katika utoaji wa huduma zake mbalimbali kama vile leseni ya ubora, ukaguzi wa shehena zinazotoka nje ya nchi na usajili wa bidhaa za vyakula na vipodozi. Kama ambavyo nimesema, sisi tunashughulikia ubora na usalama, lakini tunashirikiana na mamlaka zingine. Mikakati ambayo iko ni mingi, nimesema mifumo ya TEHAMA, lakini pia tuna bidhaa ambazo tunasema zinazoenda sokoni ni zile ambazo zimethibitishwa ubora na zina nembo, lakini pia zile ambazo zinaingia ndani ya nchi kwa sasa hivi mwananchi anaweza sizitambua moja kwa moja. Tuko katika hatua ya kuona na zenyewe zinatambulikaje sokoni, ili tukukwambia tumia bidhaa ambazo zina ubora unafahamu. Lakini pia tunasema katika mitandao yetu ya kijamii na tovuti ya shirika pia huwa tunatoa matangazo na bidhaa gani ambazo hazipaswi kutumika, tunasema banned products, kwa maana zina madhara. Ukipitia katika mitandao yetu na taarifa mbalimbali huwa tunasema. Kwa hiyo ni mikakati katika kutoa elimu, lakini katika kuboresha utoaji wa huduma, lakini mbali na hapo tunafanya kaguzi sokoni na kuziondoa sokoni. Na tunapoziondoa, kumbuka tunamlinda mlaji, tunataka mlaji. Katika hatua nyingine, shirika la viwango nchini TBS limesema kuwa katika kipindi cha miaka minne cha serikali ya awamu ya 6, shirika hilo limeongeza ufanisi wa maabara ambapo ina jumla ya maabara 12 nchini. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo tokea hapo Dodoma. Imeeleza kuwa 67% ya watoto kati ya umri wa miaka 12 hadi 17 nchini wanatumia mitandao ya simu kwa ajili ya matumizi mbalimbali, huku 40% wakiwa wameshanyanyaswa mitandaoni, ikiwemo kulazimishwa kuingia katika vitendo viovu, hali ambayo inaathiri ukuaji wa watoto. Goodluck Msola ameenda taarifa zaidi. Wakizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mafunzo ya mitandao salama kwa watoto kupitia programu ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii inayotekelezwa na taasisi ya PDF kushirikiana na taasisi ya Jenga Hub chini ya ufadhili wa Korea Child Fund, afisa maendeleo ya jamii mkuu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii Mwilinde Kato na mtafiti na mhadhiri mwandamizi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Hezron Onditi wamesema matumizi ya mitandao ya simu kwa kundi la watoto yanatokana na sababu mbalimbali, ikiwemo malezi ya wazazi. Sasa tuko hapa kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wataalamu wanaotoka katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Mara kwa ajili ya kuelimisha kuhusu usalama wa mtoto mtandaoni. Lengo kubwa la mafunzo haya ni kuweza kuelimisha wataalamu hawa ili wao sasa waweze kwenda kutoa elimu hii katika ngazi za mikoa na halmashauri wanakotoka. Masuala ya ukatili wa watoto mtandaoni kwa Tanzania, ukatili wa mtoto mtandaoni upo. Utafiti uliofanyika Tanzania mwaka 2022, wizara kwa kushirikiana na UNICEF ilionyesha kwamba watoto 67% wa miaka 12 mpaka 17 wanaingia kwenye mitandao na 4% walishawahi kukutana na wahalifu mtandaoni na 5% walishawahi kulazimishwa kutuma picha za utupu mitandaoni na wale wahalifu wa mtandao. Kwa upande wake, inspekta kutoka Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Mudathiri Kato Makora pamoja na mkurugenzi mkuu wa programu kutoka shirika la PDF Ramadhani Masele wamesema programu hiyo ya mitandao salama kwa watoto ambayo inatekelezwa katika mikoa yote nchini, ikiwa ni utekelezaji wa maagizo ya serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii ili kulinda kundi la watoto. Huru kujumuika na taasisi hii kwa mara nyingine, PDF na Jenga Hub chini ya udhamini wa Child Korea Fund katika muendelezo wa mapambano dhidi ya utumiaji salama wa mitandao kwa watoto. Mpaka sasa hivi tangia tulivyo launch hii program kuna mafanikio makubwa, kwa sababu tulikuwa tukishiriki katika semina mbalimbali za watoto. Nao baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo kutoka mkoa wa Dar es Salaam kupitia kwa afisa TEHAMA wa mkoa huo Msangi pamoja na afisa ustawi wa jamii kutoka mkoa wa Iringa Martin Chua wamesema matukio ya watoto kufanyiwa vitendo vya ukatili kupitia mitandao katika mikoa yao yameongezeka kutokana na idadi kubwa watoto wao kutumia mitandao vibaya. Chukua hatua. Kuna kampeni iliyozinduliwa na waziri mwaka jana, waziri mwenye dhamana katika mkoa wa Dodoma, lakini pia kampeni hiyo inaendelea kwa sasa, iko Dar es Salaam, kwamba ikiwaeleza hao wataalamu wetu ambao wamekusanyika hapa leo
wataalamu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, kuna mhadhiri kutoka Chuo Kikuu, lakini pia wataalamu kutoka katika mikoa hiyo niliyoitaja, mikoa ya Dar es Salaam, mikoa ya Iringa, mikoa ya Iringa, Njombe, Lindi pamoja na Mara. Mafunzo hayo ni ya siku 2 ambapo mikoa inayoshiriki ni pamoja na Dar es Salaam, Njombe, Lindi, Iringa pamoja na mkoa wa Mara, yakiwa yamelenga kuwawezesha maafisa kutoka idara za ustawi wa jamii, polisi pamoja na wadau wengine wa ulinzi dhidi ya makundi ya watoto kupata ujuzi ili kukabiliana na changamoto ya matumizi ya mitandao yasiyofaa kwa kundi la watoto. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Kutokana na uwepo wa mabadiliko ya matumizi ya kiteknolojia katika masoko ya ajira ulimwenguni, serikali imeeleza kuwa itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuboresha mitaala ya elimu kuendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia na uhitaji wa soko la ajira. Mrisho Mapeo ameenda taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi TVET Dr. Frederick Selukele katika kikao kazi maalum chenye lengo la kupitisha mitaala ya fani mbalimbali zitakazofundishwa kwenye vyuo vya wananchi vilivyopo nchini ambavyo kwa sasa vipo takriban vyuo 54 nchi nzima. Dr. Frederick amesema kuwa kwa sasa fani zinazofundishwa ni fani 20, hivyo wameandaa mitaala 20 na wamealika wadau mbalimbali wa maendeleo ili kujiridhisha kama mitaala hiyo inakidhi mahitaji kwenye soko la ajira kwa kuzingatia ukuaji wa teknolojia. Jumla mitaala 20 ya fani mbalimbali ambazo zitafundishwa kwenye vyuo vyetu vya wananchi vilivyoko 54 katika nchi hii. Hizo fani ziko 20 na wadau tulioalika ni wadau ambao wanatoka kwenye sekta za either mwajiri au wale waliojiajiri. Kwa hiyo tuna sekta ya wale wanaotoa mafunzo, tuna sekta ya wanaotoa huduma kama umeme, maji, wenzetu wa barabara kwa maana ya traffic, TANESCO, taasisi zingine kama magereji ambayo ni magereji makubwa yanayofanya huduma nchini Tanzania. Kwa upande wake Happiness Salema kutoka taasisi ya mafunzo ya ufundi stadi VETA amesema zoezi hilo la uandaaji na kupitisha mitaala hiyo linafanyika kupitia mradi wa ESP kwa udhamini wa watu wa nchi ya Canada, linashirikisha wataalamu wenye uzoefu kutoka viwandani na kwamba wamekusudia kusaidia wasichana kuingia kwenye ufundi stadi. Nimeshirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa ajili ya kusimamia maandalizi ya mitaala kwa ajili ya chuo cha vyuo vyetu vya maendeleo vya nchini Tanzania, ambapo zoezi hili lipo chini ya mradi wa ESP na ambao umedhaminiwa na wenzetu au wadau wetu wa maendeleo wa nchi ya Canada. Katika kikao kazi hichi mimi nilikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya kuweza kureview na kutengeneza hii mitaala ya kozi fupi kama nilivyosema kwa ajili ya vyuo vyetu vya maendeleo ya jamii. Sasa toka tumeanza kufanya hii kazi tulianza kufuata taarifa kutoka kwa wadau. Hata hivyo, kupitia kikao kazi hicho, mkurugenzi mkuu na mratibu wa mradi wa ESP kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Gloria Njau, na mkuu wa chuo cha maendeleo ya wananchi Kigamboni, Mhandisi Ramadhani Salehe, wameeleza hatua zilizopitiwa na lengo la kukutanisha wadau mbalimbali. Vijana kwa ufadhili wa serikali ya Canada na vyuo vilivyopo Canada. Hivyo basi leo hii tupo katika maandalizi ya kupata mtaala ambao utaenda kuwa solution au utaenda kusolve changamoto ambazo zinapatikana katika taasisi zetu, kwa maana kwamba taasisi hizi zilihitaji mtaala wa muda mfupi kwa muda mrefu sana. Hivyo basi serikali kwa kushirikiana na CIKEN wameweza kuandaa mtaala huo. Hivyo basi kwa hatua tuliofikia ni kwamba ni hatua za kumfikishia stakeholders, kwa maana ya wale ambao wanaenda kuipokea bidhaa yetu ambayo inatoka sokoni, ambayo inatoka kwenye taasisi zetu kwenda sokoni, na kuona je, kitu gani katika mtaala kimepungua na kitu gani kinatakiwa kiongezeke na kitu gani kifanyike ili yule Mtanzania anayetoka katika vyuo vya maendeleo ya wananchi aweze kutoka katika vyuo vya maendeleo ya wananchi au vyuo vyote vya ufundi ambavyo vitakuwa vina uwezo wa kutumia mtaala ule. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Katika kuadhimisha wiki ya maji
duniani. Meneja RUWASA wilaya ya Mufindi Mhandisi Happiness Mrisho amewapongeza wabunge wa majimbo ya wilaya ya Mufindi kwa kuendelea kuwapambania wananchi kuwafikishia huduma ya maji kwenye maeneo yao. Shalom Robert kutoka Mufindi anatuarifu zaidi. Mhandisi Happiness ametoa pongezi hizo kwenye ziara yake ya kukagua miradi mbalimbali ya maji inayotekelezwa katika wilaya hiyo, ambapo amesema miradi yote ambayo ipo katika hatua ya utekelezaji ipo katika uwiano wa 80%. Naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amesaidia zaidi katika kutuletea fedha za miradi na kupelekea wananchi wa wilaya ya Mufindi kwa sasa mpaka tumefikia 80%. Bila kumsahau Mheshimiwa Waziri wetu wa Maji, Mheshimiwa Jumaa Aweso ambaye anaisimamia bajeti husika ya Wizara ya Maji na pesa zinakuja kwa wakati na miradi imekamilika na inaendelea vizuri. Bila kuwasahau wabunge wangu, waheshimiwa wabunge wangu, Mheshimiwa Kosato Chumi, Mheshimiwa David Kinzile pamoja na Mheshimiwa Exaud Kigai. Wote hao kwa pamoja wanatoa ushirikiano mkubwa sana na wanasaidia sana, fedha zinakuja kwa wakati na miradi inaonekana na matokeo yanaonekana. Huduma ya prepaid kwa wananchi imekuwa na faida gani? Wananchi wamefurahia sana huduma hii kwa sababu haina usumbufu, unajihudumia tu mwenyewe, anajikadiria mwenyewe, kwa hiyo hakuna ile ya kusema kwamba nimebambikizi. Festo Mgina, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Mufindi, yeye anasema hapo awali wananchi wamekuwa wakipitia changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji, lakini kwa sasa hali ni shwari. Wakati mama anaingia tulikuwa 64%, lakini hivi ninavyozungumza sasa tuko 80%. Kwa hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais kuleta fedha za kutosha sana katika miradi yetu ya Mufindi, na miradi mingi imefikia hatua nzuri. Wananchi walikuwa wanateseka sana maji, walikuwa wanachota maji zaidi ya kilomita 5 baadhi ya maeneo mengine kilomita 4. Kwa hiyo siku nzima mama anashinda kuchota maji, lakini sasa hivi wakina mama wanapata maji majumbani. Wananchi wana yapi ya kusema? Tulikuwa tukihangaika sana katika kijiji hiki cha Njonyo. Akina mama tulikuwa tunateseka sana, tunaenda umbali mkubwa, tunaenda kutafuta maji. Lakini tunamshukuru Mungu, miaka ilipoendelea kulingana na vile ambavyo kiongozi wetu mama ametuona akina mama, ametufanyia vitu vizuri sana. Tunatoa pongezi sana kwa mama yetu. Shida kubwa kwa kweli ilikuwa ni uhaba wa maji. Maji ilikuwa ni shida kubwa sana, tunachota mtoni, tunachota katika vyanzo ambavyo sio vizuri, lakini kwa hivi tunaona sasa mradi wetu tunakwenda kunufaika na maji. Mtazamaji, haya yote yanajiri katika maadhimisho ya wiki ya maji duniani yenye kauli mbiu uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Shalom Robert, TVE Mufindi. Asante sana Shalom Robert kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa hii ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Wananchi mkoani Shinyanga wahimizwa kuendelea kulipa kodi kwa hiari.